Na ripoti kutoka Kanisa Kuu la Utatu Mtakatifu Anglikana Dayosisi ya Morogoro, ambapo hapa imefanyika ibada ya sikukuu ya Krismasi, sikukuu ambayo kwa kanisa hili imeongozwa na askofu wa kanisa hili Dayosisi ya Morogoro, Godfrey Sehaba, ambapo askofu Sehaba amewataka vijana kuhakikisha wanaendelea kulinda amani ya nchi, kwani wao ndio nguzo iliyopo katika nchi katika mustakabali mzima wa maendeleo. Kutoka hapa katika eneo hili, hii ni Ayo TV na mimi ni Jacob Busonyo. Ni jumbe wa kanisa na jamii nzima ya Watanzania kumwomba Mungu kwa ajili ya nchi yetu hii ya Tanzania. Matukio ambayo yametokea katika mwaka huu wa 2025 yanatuvuta waumini na jamii nzima ya wananchi wa Tanzania kumhitaji Mungu sana na kumwomba Mungu ili Mungu ailetee nchi yetu ya amani. Tuendelee kuomba, lakini kumwomba Mungu na sisi tuwajibike kuhakikisha kwamba tunakuwa vyombo vya kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa salama, Tanzania inakuwa mahali pa amani. Katika ibada ya kwanza tumeomba na kumwomba Mungu kwa ajili ya vyombo vyote vya dola yetu hii, ili Mungu awajaze wanaohusika wawe na hofu ya Mungu, wawe ni maajenti wa kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa na amani. Tumeombea viongozi wa serikali, lakini tumeombea mahakama na vyombo vyote vinavyohusika na kuhakikisha kwamba haki inatendeka katika nchi yetu ya Tanzania. Haki ikitendeka, nchi yetu itashamiri, itakuwa katika mazingira mazuri na amani itatawala. Biblia inatuambia kwamba vijana ndio wenye nguvu, na ndio ukweli wenyewe kwamba vijana ndio wenye nguvu. Wao ndio tunaowategemea sana kwa ajili ya taifa letu, kulifanya taifa liwe na amani, lakini kulifanya taifa liwe taifa la watendakazi, wachapakazi, wanaofanya kazi za kuletea maendeleo nchi yetu. Kwa hiyo vijana tunawategemea sana, lazima wachukue nafasi. Ndio wenye nguvu ya kufikiri, ndio wenye nguvu ya kufanya, ndio wenye nguvu ya kufanya mambo mapya na maamuzi mazuri mapya. Tunawategemea vijana sana katika nchi yetu hii ya Tanzania.